Naam, ni mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha wananchi CUF, Gombo Samandito Gombo, ambaye anaomba ridhaa ya wananchi kwa ajili ya kuweza kuchaguliwa kwenye uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika Oktoba 29 mwaka huu wa 2025. Tuko naye kwenye exclusive interview kubwa ya Icon TV. Mimi naitwa Dani Kaboma the Icon mwenyewe, lakini kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, naendelea kukuhimiza subscribe, kitufe ni hapo chekundu ambacho kimeandikwa subscribe, kibofya utakuwa umeshakuwa mwanafamilia yetu, na chochote kizuri ambacho kitakuwa kikihappen basi utakuwa wa kwanza kukufikia. Mheshimiwa, unaendeleaje kwanza? Ndugu mtangazaji, mimi niko vizuri. Pole na harakati mapambano. Usinipe pole, nipe hongera, kwa sababu niko kwenye harakati za kuijenga nchi. Okay. Niko kwenye harakati za kutafuta utaratibu mzuri na mwema ambao Watanzania wataridhika na kufurahia maisha yao. Kwa hiyo mimi nipe hongera, usinipe pole kabisa. Okay. Na wakumbusha Watanzania pia, historia inamwandika kwamba amewahi kuwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri. Kwa hiyo tuko naye kwenye exclusive, tuna mambo mengi sana mazuri ambayo tunaamini kupitia hapa leo atatopa ufafanuzi pia. Urais ilikuwa ni moja ya ndoto zako katika maisha? Ndoto hii imekuja kama miaka karibu 10 iliyopita. Na hasa baada ya kufika kwenye ngazi za juu za utumishi wa umma, basi hii hali ikaanza kuwa inanijia, kwa sababu nilikuwa naona kwamba kumbe nina mchango fulani ambao unahitajika ni utoe kwenye nchi yangu, sio nisubiri mimi kufanywa. Okay. Ila mimi ndo natakiwa nifanye jambo ambalo litakuwa ni jema kwa nchi yangu. Kwa hiyo nikaona kwamba ngoja nianze. Kwa 2015 ndo nikafanya kuanza kugombea ubunge. Nikagombea ubunge jimbo la Mbogwe, kura hazikutosha. Nikaona wacha nisubiri, ndo nikaenda kwenye ukurugenzi. Nimetoka kwenye ukurugenzi ndo nimeanza tena kujishughulika na mambo ya vyama, kwa sababu najua wazi kabisa kwamba maamuzi kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, ili uwe na maamuzi lazima upitie hii njia ambayo tunataka kuipitia hii ya sasa. Ya kwamba lazima utatafuta chama cha siasa, utaingia, na kwamba utaweza kupata ridhaa mbalimbali kupitia kwenye chama chako mpaka kufikia hatua niliyofikia hii. Kwa hiyo niliziomba ili niweze kutimiza ndoto za kuitumikia nchi yangu na kutimiza yale malengo ambayo naona kwamba nikiyafanya Watanzania watafurahi. Okay. Kwa nini CUF? Tunafahamu kwamba ukishakuwa mkurugenzi, asilimia kubwa wa Tanzania wanajua ni CCM tu, vyovyote itakavyokuwa. Na kuna shutuma nyingi sana ambazo wamekuwa mkishutumiwa wakurugenzi. Nazungumzia kwa nyakati ambazo umekuwa mkurugenzi pia. Kwa nini ni CUF na CCM nyingine? Mimi nataka nikwambie kwamba chama cha wananchi CUF, itikadi yake ni haki. Na haki ndio inayozaa amani. Sasa ni haki pekee ndio inayofanya watu kuishi kwa furaha. Bila haki, hata wewe ndugu mtangazaji hapa leo usingekuwa unanifanyia hii interview hapa leo. Ungekuwa labda unakimbia kama kunguru pembeni huko, umeruka huko, umerudi, umefanya nini. Lakini ni kwa sababu ya amani iliyopo. Sasa kwa muda mrefu nimekuwa nikikichunguza chama cha wananchi CUF. Ni chama pekee ambacho hakikubaliani na mambo ya ufisadi, mambo ya rushwa, mambo maovu ambayo yanamfanya mwananchi kuwa anaishi kwenye nchi yake kama mkimbizi. Kinasema ni haki kwa wote na furaha kwa wote. Sasa hiki chama ukiambiwa tu kwamba kinataka haki kwa watu ambao tunapenda haki kama sisi, tunasema hapa ndio pamekuwa nyumbani. Kwa kweli CUF mimi ndo nimefika. Kwa nini unautaka urais wa Tanzania hasa kwa mwaka huu 2025? Huu ni muda mwafaka kabisa. Jambo la kwanza, nautaka urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba, kwamba mimi nina vigezo vyote kikatiba vya kugombea urais. Na zaidi ya miaka 40. Unaona, nina sifa za kuwa rais. Kwa hiyo kwa mujibu wa katiba tu tayari nimeona kwamba ninazo sifa za kugombea. Lakini jambo lingine ni kwamba kuna mambo mengi ambayo hayafanyiki, yanaenda ndivyo sivyo katika Tanzania. Naona kwamba bila nafasi ya urais siwezi kuyatekeleza vizuri. Kwa sababu nikiwa na nafasi ya ukurugenzi nilikuwa nataka mambo fulani niyatekeleze, lakini nafika mahali, nafika mwisho wa kuongozwa, wa kuelekezwa, wa kuambiwa kwamba sasa hapa fikia hapa. Kumbuka tu kwamba hata tulipokuwa tunatengeneza bajeti za halmashauri, inafika kipindi mnaambiwa kwamba tengenezeni bajeti yenu, lakini isifikie hapa ndo kikomo, isizidi hapa. Kwa hiyo vitu kama hivyo vikawa vinanifanya mimi naviona vitu kama hivi vinawezekana, lakini mnaambiwa bajeti yako isivuke hapa, ikae hapa hapa. Lakini mimi naona kama vinawezekana. Sasa nikaona kwamba kwa nini nisitafute hii nafasi ambayo naweza nikaitumia hiyo nafasi kuyafanya yale mema ninayofikiri kwamba ni mema kwa Watanzania.
Kwa hiyo nikaona kwamba ndo niombe ili niweze kuyafanya yale mema ninayofikiri kwamba ni mema kwa Watanzania. Niweze kusisitiza haki na usawa kwenye vitu kama matibabu, kwenye vitu kama elimu, kwenye huduma mbalimbali ambazo Watanzania wanazihitaji, ambazo kwa siku nyingi wanalalamika. Na mpaka sasa hivi kwa kweli kitu kimoja hapo kingine kilichoniongezea morali ni yale maneno ya wana CCM wenyewe wanapokuwa wanazodoana. Labda ukiliangalia bunge kwa mfano lililopita lilikuwa la karibia lote ni la wana CCM. Sasa mle ndani wanakuwa wanaongea vitu ambavyo mimi vinanipa hamasa ya kutaka kuomba ile nafasi. Kwa sababu wao wenyewe ndio wanasema, wanaambizana wewe ni fisadi, wewe umekula hiki, wewe si ulifanya hiki. Wao wenyewe wanaumbuana mle ndani. Sasa sisi tunaotazama ndio sema hapo tungeweza kurekebisha hivi. Hapo tungeweza kurekebisha hivi. Na hapo tungeweza kurekebisha hivi. Hicho kikawa kwangu ni chachu ya kutaka urais. Kwamba hayo wanayoyazungumza wana CCM wenyewe tuyakatae, kwa sababu hatuwezi kuwa na chama ambacho kinatetea uovu na kinaongea hadharani kwamba kinatetea uovu na sisi watu tunasikia, hata tukakiachia kiendelee tu kushika Ikulu. Ikulu ni mahali patakatifu. Baba wa taifa alishaye kusema hatuwezi kuachia chama ambacho kinashutumiana chenyewe na kulaumiana na kutoana nguo hadharani kwa kuambizana kwamba wewe ni fisadi, wewe umefanya hivi, wewe umefanya hivi. Chama hicho hakina nafasi na kimekosa sifa ya kwenda Ikulu kule. Nikaona kwamba ninayo nafasi nzuri kabisa mimi mwenyewe ya kuomba hii nafasi ili niweze kuwatumikia Watanzania. Wananchi wakikupa ridhaa wa Tanzania Oktoba 29 ya kuweza kuwa rais wa nchi yetu hii, unakwenda kuwafanyia nini hasa, mikakati yako ambayo umepanga? Nimekuwa nikizungumza mara nyingi. Kuna dharura ambayo ni kubwa sana katika maisha ya mtu ya kawaida. Dharura ya huduma za afya. Dharura ya huduma za afya hii huwa haina hodi. Haikuandai. Haikufanye upate muda wewe wa kuzunguka kusema ufanye hili wala lile. Unaweza ukapata ajali, unaweza ukaugua ghafla, unaweza ukafanya nini. Sasa unapofika mahali dharura kama hiyo imekukuta, unaenda kwenye matibabu, unakuta kule unahitajika uwe na pesa ambayo huna. Hilo ni tatizo kubwa. Nikasema kwamba kama CUF tunaposema haki ya matibabu lazima tuiweke kwa watu wote na iwe bure kabisa. Na kwamba ninakuhakikishia ndugu mtangazaji, dakika moja mimi nikimaliza kuapa, nikamaliza kuapa kwamba mimi Gombo Samandito na hapa kwamba nitailinda katiba, nitaongoza, nitatunza sisi za serikali na vitu vingine kama hivyo vya kuapa, hiyo dakika inayofuata natangaza matibabu bure nchi nzima, kila Mtanzania. Hiyo tuiondoe kwamba ni dharura. Inawezekana. Inawezekana kabisa. Tuna hela nyingi mno Tanzania za kuweza kutoa hiyo huduma. Ziko wapi hizo pesa? Maana tunaambiwa ati nchi yetu ni maskini. Ziko wapi hizo pesa? Utakwenda kuzitoa wapi? Utakumbuka kwamba hata ukifuatilia vizuri mazungumzo ya kiongozi wa Chama cha Mapinduzi ambaye sasa hivi ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni mgombea. Nitakupa tu mfano mmoja mdogo. Alishawahi kuzungumzia habari ya parallel system za ukusanyaji wa kodi. Yaani kuna ile formal tax collection na informal tax collection. Yaani kuna utaratibu ambao unatumika katika kukusanya kodi ambao ni njia ya kawaida, na utaratibu ambao njia yake sio ya kawaida. Watu wanapitisha pembeni hivi, wana bypass ule mfumo rasmi, wanapiga pesa. Haya maneno sio yangu, nimeyasikia kwa kiongozi wa nchi. Kuna hiyo parallel system ipo. Sasa ninachotaka kukwambia hapa ni kwamba ukidhibiti tu hizi pesa zilizopo kabla ya kwenda kwingine kokote, ukadhibiti tu hizi pesa na matumizi yake yaliopo hapa, tayari unaweza kukatibu watu bure. Nitakupa mfano mwingine. Mfuko wa bima ya afya unalalamikiwa kwamba umefilisika, kwamba hauna pesa, lakini kiukweli ni kwamba watu wanakatwa pesa nyingi, lakini matibabu hawapati wanayostahili. Kwa hiyo hapa liko swala la usimamizi wa pesa, liko swala la kuhangaika na rushwa, liko swala la kuhangaika na ufisadi. Kabla hatujaingia kwenye vyanzo vingine vya mapato, tukiweza kudhibiti tu hili jambo hili, pesa iliyopo inatutosha Watanzania kutuhudumia tunavyotaka. Kwa hiyo tu ya kudhibiti matumizi ya pesa peke yake inatutosha sisi kupata huduma ya afya bure. Ndugu mtangazaji, bado hujatumalizia yale ambayo unataka kwenda kuwafanyia Watanzania. Umetutajia hilo moja kuhusiana na tiba bure, yani kwa maana kwamba utakwenda kupata huduma bure. Nini chengine ambacho unakwenda kuwafanyia Watanzania? Elimu bure, kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Hamna mambo ya kudaiana ada, hamna mambo ya kudaiana nini, mikopo chuo kikuu mimi nafuta, watu wanasoma mpaka chuo kikuu bure. Mpakati kwenye swala la elimu koje? Naam. Bali na kusema kwamba elimu bure, kuna watu wanalalamika swala hili la elimu. Kuna watu kiuzungumza nao sasa hivi wanasema kwamba elimu ipo, lakini elimu ni sasa kama hakuna elimu. Elimu hii itaambatana na mafunzo ya ufundi. Tutaweka msisitizo mkubwa sana katika elimu ya ujuzi.
Elimu ya ujuzi maana yake ni kwamba badala ya kujenga shule za kata nyingi kabisa ambazo zinakuwa labda saa nyingine hazina walimu na nini, kila kata ikipata shule ya ufundi ya bweni nzuri na day, watu wanakuwa wanatoka pale kila mmoja amefaulu. Kwa hiyo sasa utajikuta kwamba elimu tulionayo inatusaidia kuhakikisha kwamba inatoa majibu ya matatizo ya Watanzania. Sio hii elimu ya sasa hivi ambayo unakuta siku hizi unaangalia form 6 wanapata division 1 darasa zima. Ni kitu ambacho ni cha ajabu, lakini tunajua sababu yake. Serikali imepunguza ufaulu ili ionekane kwamba inafaulisha wanafunzi wengi. Jambo ambalo ni tatizo, ni kudumaza elimu yetu. Kwa hiyo tutasisitiza sana elimu ya ufundi ili kuhakikisha kila Mtanzania elimu anayoipata inamsaidia katika maisha yake moja kwa moja. Hasubiri kwenda kuajiriwa, ana uwezo wa kujiajiri yeye mwenyewe. Jambo lingine kuhusiana na vipaumbele vyetu ni kwamba kwa upungufu wa watumishi wa umma waliopo, ukienda shule sasa hivi za sekondari, kwa mfano labda tuchukue za kata hizi au hizi za kawaida, kuna upungufu mkubwa sana wa walimu. Lakini vyuo vikuu na vyuo vya walimu vinatoa walimu kila siku ambao hawajaajiriwa. Unaona? Sasa ukiangalia ule upungufu, kama shule inahitaji walimu 100, ina walimu 10. Halafu na walimu wengine wako mtaani wanatembea na vyeti vyao, wengine wanaendesha bodaboda, wengine wanafanya mambo ya kuajiriwa ovyo ovyo. Ni swala tu la kuchukua hawa ambao wana vyeti vyao mtaani, wanakwenda kuziba lile gap. Na kama shida ni pesa, hicho kidogo kilichopo si ndio cha Tanzania? Ndio tulichotunukiwa, ndio keki iliyoko mezani. Basi tuigane hiyo ndogo tuenee. Kama kweli wanaosema kwamba wao eti shida ni pesa, jambo ambalo mimi naona si tatizo. Kama shida ni pesa, basi tutaigana hiyo pesa ndogo. Tuweze kufanya nini? Iweze kutuhudumia wote. Lakini hakuna mambo ya kuambizana kwamba wengine waajiriwe, wengine wasiajiriwe kwa hali yoyote ile. Kwenye mahospitali vivyo hivyo. Mahospitali yetu ukienda utakuta watumishi ni wachache, wagonjwa ni wengi. Mwisho utakuta kwamba unakwenda kuhudumiwa, umekwenda na masikitiko yako, unaondoka kule umenuna. Umetukanwa na manesi, pengine hujahudumiwa, na pengine umekosa malipo ya kulipia kule hospitali. Ukikosa malipo kule, nataka nikwambie kitu ambacho pengine Watanzania wengi hawakijui. Kule kwenye mahospitali yetu kuna lock up. Yaani hospitali unakuta kwenye wadi, kuna wadi moja imewekwa ni lock up. Inaitwa lock up hivyo hivyo. Kwa maana ya kwamba watu wanaoshindwa kulipia gharama za matibabu, akishamaliza kutibiwa hajalipa, anawekwa kule kwenye lock up. Anafungiwa kule mpaka siku atakapopata hela ndo atoke kwenda nyumbani. Wanafungiwa. Hayo mimi nimeona Bugando. Wakati huo mimi nilikuwa namuuguza mama yangu, alikuwa anaumwa pale, tumekaa miezi kadhaa Bugando pale. Nikawa naona watu wamefungiwa kwenye lock up. Wengine nilijaribu kuwalipia kidogo ili waweze kuondoka, wengine sikuweza kuendelea kuwalipia. Lakini hayo ni mambo ambayo nilivyoyaona nikasema kwamba alitakiwa aondoke labda na milioni 30 40, anaondoka na milioni 4. Akifika tu kule pressure, kwa sababu hana uwezo tena wa kuendelea kufanya mambo aliyokuwa anategemea kuyafanya. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, kuna vitu vingi ambavyo vinapelekea mpaka mtu kuamua kutaka cheo kama hicho. Kwa hiyo mimi ni baadhi ya mambo hayo yamenisukuma sana kusema kwamba niende huko na mimi nikatoe mchango wangu. Kwa sababu ngoma nzuri ni ile ambayo unaicheza humo ndani. Sio ile ya kusikia nje halafu na unaanza kuwa mmoja wa walalamikaji. Endapo Watanzania watakuchagua Oktoba 29 mwaka huu, wategemea unakwenda kuwa rais wa aina gani, Mheshimiwa Gombo? Kwanza nataka niwatangazie wala rushwa kiama. Niwatangazie mafisadi kiama. Niwatangazie wasiopenda haki na kutopenda kazi kiama. Kwa hiyo wala ambao wanafikiri kwamba hawawezi kufanya kazi serikalini bila kula rushwa, mimi nikitangazwa waje tuna barua waache kazi, tutawapa na pensheni yao yote bila kuwakata, waondoke tu. Kwa sababu hawatakuwa na hiyo nafasi. Nikwambie ndugu mtangazaji, mla rushwa kwangu hatakuwa na nafasi. Na najua namna ya kushughulika nao kwa sababu mimi nimekuwa serikalini. Najua namna ambavyo pesa za serikali au rushwa inavyotembea. Najua. Kwa hiyo sasa hao watu nikiwakuta mimi kule, kama kuna atakaye baki, basi atakuwa amebaki katika riski yake. Mkakati wako ukoje kwenye hili? Tumekusikia kwenye majukwaa mbalimbali tangu tumeanza pamoja kwenye ziara hii ya kampeni, ukizungumzia swala la rushwa, kwenda kupambana nalo, kwenda kulikomesha, lakini pia swala la mafisadi. Umejipanga vipi hasa kuhakikisha kwamba unakomesha, na unadhani kwamba una uwezo kuondoa ufisadi? Njia ziko nyingi za kukomesha ufisadi. Na tunaposema tunakomesha ufisadi, hatusemi tunaumaliza 100%. Hutaweza kumaliza 100% huwa haipo duniani. Kwa sababu hata wewe mwenyewe mtangazaji, hata mimi mwenyewe, hata aliyetengeneza hii kamera, hata Mungu aliyetengeneza binadamu, aliyeumba binadamu,
aliwaumba wakiwa na mapungufu. Kwa hiyo hakuna kitu kinachoitwa 100%. Ila tu tutadhibiti haya matendo kiasi kwamba ukitaka kujua kwamba rushwa ipo, inabidi ufanye kazi ya kuitafuta kwamba wapi leo nitaona mtu anachukua rushwa. Ufanye hiyo kazi. Ukitaka kutafuta fisadi, upate shida ya kumpata fisadi. Ndio tunachokitaka. Na ukishaanza kupata shida ya kuwapata hawa watu, maana yake tumefanikiwa. Vitu hivyo visiwe vya hadharani, vile ambavyo inafika mahali mpaka kiongozi wa nchi anawaambia watu kuleni, lakini mle kidogo kidogo kwa urefu wa kamba zenu. Anahamasisha watu wale rushwa, anahamasisha watu wawe mafisadi. Kufanya kazi serikalini sio kuambiwa ule. Timiza wajibu wako, upate haki yako. Kwa hiyo mimi nitakachokianza cha kwanza kabisa, nitatumia kuna mtindo mmoja unaitwa carrot and stick. Yaani unampa carrot mtu wale, akishashiba kama anaonekana kwamba hafanyi unavyotaka, unamtandika kidogo. Kwa hiyo na mimi nitatumia huo mtindo. Kwa maana ya kwamba nitafanya kila lililo ndani ya uwezo wangu na ambalo ninaliweza kuhakikisha kwamba watumishi wa umma Tanzania tunawapa stahiki zao zinazofaa na tunawatunza ili watutumikie. Tutahakikisha wanajengewa nyumba. Mtu akiajiriwa tu tunampa hati na tunatengeneza utaratibu ajengewe na nyumba yake, sio ya serikali. Kutakuwa na nyumba za serikali, lakini kutakuwa na nyumba za wafanyakazi. Tutamwezesha aweze kupata gari ya kuweza kumfikisha kule na kurudi anakokwenda kazini. Tupunguze zile njaa zao. Angalau wale wanaochukua rushwa kwa sababu ya njaa, ukitaka mtu umwadhibu au ukitaka mtu afanye vizuri, usianze na adhabu. Anza na yale yaliyo mema, mtengenezee mazingira ya kufanya kazi yaliyo mazuri kabisa. Akishindwa muulize, wewe ulisema kwamba huna nyumba, kwamba ukipata nyumba utafanya kazi vizuri. Nyumba hii hapa. Sasa kwa nini umeiba? Umeiba pesa ulipeleke wapi? Kwa sababu matibabu ni bure, elimu ni bure. Unaona? Sasa na nyumba tumekujengea. Umeiba ili upeleke wapi hizi pesa? Sasa huyo mtu anaanza kustahili sasa kuadhibiwa. Na unapomwadhibu, unamwadhibu mtu akiwa anaona kosa lake kwamba kweli zile tamaa zile na yale ambayo nilikuwa nahitaji, kweli hayo yamefanywa kazi. Halafu unamwadhibu. Na adhabu zangu sasa, kwa upande wa adhabu, hapo nazungumzia kwa watumishi wa umma. Kwa upande wa adhabu, mtumishi wa umma baada ya sisi kumtekelezea yale ya kwake, halafu akaiba, cha kwanza ni kumfilisi. Tutamfilisi yeye. Tutafilisi na wadhamini wake. Tunafilisi tupate hela yetu. Tunachotaka sisi, kama ameiba milioni 2, arudishe kwanza ile milioni 2 yetu. Akimaliza kurudisha ile milioni 2 yetu, kinachofuata ni kuchukua vyeti vyake na kuvipiga moto na kumzuia kufanya kazi milele na milele, amina, kwenye serikali ya Tanzania. Hata rudia kufanya kazi yule mtu. Tutamwambia sasa nenda mtaani. Sasa mimi naamini kama mwizi atarudisha pesa na kuondolewa kwenye utumishi wa umma milele na milele kwa muda wote wa maisha yake, wachache wataendelea kuiba. Ndio imani yangu inavyoniambia. Unaona? Kwa hiyo tutawafilisi. Tutakaoshindwa kuwafilisi tutarudi kwa Watanzania. Mimi nitarudi kwa Watanzania kuwauliza, huyu mtu kaiba milioni 200, ameshindwa kuzirudisha, hatuna pa kumfilisia, tumfanye nini? Watanzania ndio waajiri wangu, ndio watakao niweka madarakani mimi. Wataniamrisha, bwana huyu mnunulie VX V8, mpe na nyumba Masaki, kwa sababu ameiba milioni 200, amefanya jambo jema. Watanzania wananiambia mpe hivi vitu. Mimi ni nani na nikatae kumpa? Wakiniambia mpe hivyo vitu, mfanyie na sherehe, nitafanya sherehe, kwa sababu Watanzania walioniajiri mimi ndio walioniambia kwamba tumfanyie sherehe huyo mtu, na mimi nitafanya sherehe. Wakiniambia vinginevyo, watakavyoniambia, nitatekeleza maagizo ya waajiri wangu. Hivi karibuni kumetokea wimbi kubwa sana la watu ambao wanaitwa watu wasiojulikana. Watu wanapotea, watu wanauawa pia kwa ujumla. Unatarajia, unautaka urais wa Tanzania, endapo atakupa ridhaa, umejipangaje kwenye hili swala kuhakikisha uenda utalikomesha au utalimaliza kwa ujumla? Nikupe tu mfano mzuri wa jambo hili. Bahati nzuri tulionayo ni kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho huwa kinafanya mambo yake, halafu pale pale wanakuja kutuambia raia kwamba wamefanyaje. Wana CCM hao wamekuwa wakizungumza wao wenyewe kwamba kuna utekaji, watu wanadhulumiwa haki za kuishi. Ulimsikia mwana CCM mmoja
Kwa sababu alisema hadharani na watu wakamrekodi, na mpaka sasa hivi clip zake viko kwenye mtandao, na mimi naomba nimtaje tu. Anaitwa Gwajima. Alitoa mfano kwamba hivi mtoto wa IGP akipotezwa au akitobolewa macho, IGP atakaa kimya, atasikilizia tu. Alitoa mfano Gwajima huyo, sio mimi. Gwajima ni mwana CCM na hajaondoka CCM mpaka leo. Na mimi natoa mfano wa wana CCM wenyewe. Wanaulizana, hivi leo hii mtoto wa rais akitobolewa macho, rais ataangalia tu? Huyo mtu maana yake ilikuwa ni kwamba kwa vyovyote vile hao wakubwa, watoto wao wakifanywa maovu, hawataangalia tu, watachukua hatua. Sasa mimi nitakachokifanya, hao wakubwa watakao ruhusu watoto wa wenzao wapotee, na wao wapotee. Si amepotea mwanao wewe, halafu sehemu alikopotelea kule kuna kituo cha polisi, kuna viongozi wa kijiji, kuna mkuu wa polisi sio wa nini, kuna mkuu wa wilaya, kuna mkuu wa mkoa, kuna RPC, kuna sijui nani, wote hao mtu apotee hawajui. Nataka nikwambie hivi, hapotei mtu. Akipotea hata kama atapatikana amekufa, lakini mlolongo huo hakuna atakayebaki salama na yeye. Unadhani utafanikiwa kupata urais wa Tanzania ukiwa mna katiba mpya, hakuna reforms zozote ambazo nyinyi mliziomba ambazo zimefanikiwa? Cha kwanza ndugu yangu, nikueleweshe tu na Watanzania niwaambie, mtu aliyezoea kitu kukitumia kama ilivyozoea Chama cha Mapinduzi mpaka kimefika mahali kimeziba masikio, kimekuwa kipofu, kimekuwa yani hakiwezi, hakisikilizi chochote kile. Mpaka tumeshawahi kusikia viongozi wakubwa wa Chama cha Mapinduzi wanasema, wanatolea mfano wa vyura kupanda hivi, vyura wakawa na mashindano wakafika mpaka kule juu, halafu vyura wengine wakaanguka, akabaki chura mmoja, wakamuuliza, wewe chura umefikaje kule? Akasema kwamba mimi nilikuwa sisikii wanaongea. Kwa hiyo CCM imefikia hatua ya kutosikiliza. CCM imefikia hatua ndugu yangu ya kutosikiliza. Sasa CCM isiyosikiliza, si waondolewe sasa, ndo muda wao kuondoka. Halafu na sisi twende kule tukawasikiliza wananchi ambao wao hawataki kuwasikiliza. Na tukomeshe hayo mambo yote. Swali langu la mwisho, kuna Watanzania wanakuangalia sasa hivi. Naam. Wanasema, tunajua kwamba moja ya chama kikubwa sana cha upinzani hakishiriki uchaguzi. Wanasema no reform, no elections. Nataka uambie sasa hivi, wewe unakwenda umeingia kwenye hichi kinyang'anyiro, unataka urais Oktoba 29 mwaka huu. Nataka uambie, wao wanadhania hiko ambacho wanachokidhania, wewe unadhania tofauti na unautaka urais wa Tanzania. Unawaambia nini sasa hivi? Niwaambie hao ndugu zangu kabisa kwa kuwatizama vizuri, hakuna haki unayoweza kuipata ukiwa nje ya utaratibu, nje ya system, nje ya mfumo uliopo. Hayo mapambano wanayopambana watu wako nje ya nchi kule, wanatukana matusi, wanazungumza mambo ya ajabu ajabu, wanayasemea kule nje, hakuna mafanikio. Wanatakiwa waje hapa tupambanie hii hali hapa hapa. Na kususia uchaguzi, Waswahili wanakuambia ukisusa wenzio wala. Sasa ukisusa uchaguzi, halafu unataka kuwapelekea ujumbe gani watu? Ukisusa watakuchagulia yule ambaye wanataka wenyewe, halafu utakuwa huna sababu ya kulalamika. Na washauri mimi, kwa sababu no election, no reform, no election ni kauli ya Chadema. Nawaambia mimi wana Chadema waje. Mpaka sasa hivi wao hawana mgombea kwa sababu ya kunyimwa haki yao. Mimi nasema wamenyimwa haki yao, na kiongozi wao amekamatwa na kuwekwa ndani na kufunguliwa makesi mengi zaidi ya 12 anashtakiwa nayo, ambayo kimsingi ni mambo ya kisiasa, ambayo ni haya wanayoongea wanasiasa, haya yana utaratibu wake wa kushughulika nayo. Nawaambia wana Chadema ambao wanasema no reform, no election, waje wanichague. Kwa sababu cha kwanza kabisa, mapambano mazuri wakishayafanya huko kuchagua, wakapiga kura zao wakanipigia mimi, tutahakikisha kwamba kama hizo kura zinatosha haziibiwi. Kwa sababu kura zikitosha, taarifa kwanza tutazipata tu kura zimetosha. Kwa sababu wana CCM hawana siri. Kwa sababu wana CCM hawapendani. Kwa sababu wana CCM mpaka sasa hivi wanatumana mambo, lakini hao wanakwenda kuyatoa nje. Kwa sababu hata wafanyakazi wa umma walio wengi hawaipendi CCM. Hata wana CCM wenyewe kama kina Gwajima hawapendi uongozi wao. Kwa hiyo hatuwezi kukosa taarifa ya kwamba hili jambo limefanyika ovyo ovyo. Kwa hiyo tutapinga hayo matokeo ambayo yatakuwa si halali, kwa sababu taarifa tutakuwa nazo tayari. Na hatuwezi kupata uhalali wa kuhoji matokeo. Tunajua matokeo hayahojiwi mahakamani, lakini kuna law, kuna court of law,
na the court of public opinion. Court of law imezuia tusiulize matokeo ya urais. Lakini the court of public opinion yenyewe iko wazi, tutauliza. Kwa sababu mimi najua nimekupigia wewe kura, alafu niingia kwenye box sikuiona kura yangu, lazima nitauliza. Lakini ili upate uhalali wa kuuliza, upate uhalali wa kushangaa kwamba imekuwaje fulani kashindwa wakati kura nilimpigia, uwe umeshapiga kura. Ikiwa hujapiga kura, wewe unataka fujo. Hatutaki fujo. Tutimize kwanza wajibu wetu sisi kama Watanzania na wapiga kura, halafu tupate sababu ya kuzungumza kwamba tulipiga kura, halafu wakatunyongelea mbali kura zetu. Hujapiga kura, huna haki ya kulalamika. Unaona, vinginevyo kama unataka vurugu tu. Lakini mimi nawaomba wanachadema na vyama vingine vyote na Watanzania wote kwa ujumla, twendeni tukapige kura siku ya tarehe 29. Na nawaomba wanipigie kura mimi. Mimi nitafuta machozi ya Chadema, nitafuta machozi ya Watanzania wote, kwa sababu mimi sitakubali haki wanazozikosa leo ziendelee kukosekana. Kwa sababu leo Chadema, kesho kafu. Unapoona mwenzio ananyolewa, wewe tia maji. Hakuna chama ambacho kinaweza kufurahia Chadema kuwa na hali kilicho nacho. Hakuna chama cha upinzani kinachoweza kufurahia kilichotokea ACT. Hakuna. Kwa sababu sisi wote ni wahanga wa hali. Kwamba siku nyingine kama ni maelekezo kutoka CCM vinapewa vile vyombo vya kushughulikia, havitaishia kwa Lissu. Vikiweza kumshughulikia Lissu, vitahamia kwa Mpina. Vikitoka kwa kumshughulikia ACT na Mpina wake, vitatoka kule vitakuja kafu, vitashughulikia kafu. Vikitoka kafu vitaenda kwenye chama kingine. Kwa sababu kama alivyosema Mwalimu Nyerere kwamba ukila nyama ya mtu huachi, utaendelea kula hivyo hivyo. Na wenyewe wale wameshakula nyama ya mtu wale. Wamezoea kwamba akitokeza mtu kichwa hivi wanapiga kichwa anarudi. Kwa hiyo mimi naongea hapa kama mwana kafu. Sifurahii yanayotokea Chadema, wanayofanywa watu wa Chadema. Sifurahii. Kwa sababu ni kukandamiza demokrasia. Ni kukandamiza haki za watu. Sisi tunasema haki za watu ziachwe. Watu waendelee kufurahia haki zao. Watu waendelee kufurahia uhuru wao wa kujieleza. Watu waendelee kufurahia mikutaniko yao. Sio kuwanyima huo uhuru. Kwa hiyo ninachowaomba ni kwamba twende tukapige kura. Kama wanaziiba waziibe, tupate sababu ya kushughulika nao. Kwa sababu sasa hivi tusipokwenda kupiga kura, hatutakuwa na sababu ya msingi ya kushughulika nao. Twende tukazipige kura. Halafu waziibe. Wakiziiba tutajua tu kwamba wameziiba. Kwa sababu kwanza nimekwambia wao hana siri, wanasemana hizo kelele zote zilizoko Tanzania sasa hivi ufisadi nini na nini. Hakuna mtu wa nje ya Chama cha Mapinduzi ambaye asemi hayo. Wanasema wao. Na wengine wanakuja kisirisiri wanakuambia bwana, kweli hili jambo liko hivi lakini sasa bwana usinitaje bwana. Wanasema watu. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie tu kwamba ambao wanaona kwamba hawana haja ya kwenda kwenye uchaguzi tarehe 29 na wasihi sana warudi nyuma. Mapambano hayapiganwi ukiwa nje. Mapambano yanapiganwa ukiwa ndani ya mfumo. Okay, tulikuwa na mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha wananchi CUF, Mheshimiwa Gombo Samandito Gombo. Tulikuwa naye kwenye exclusive interview na tumepata nafasi ya kuzungumza mambo mengi mazuri. Mimi naitwa Dani Kaboma, the icon mwenyewe, lakini bado naendelea kukuhimiza subscribe ili usipite na mambo mazuri kama haya. Ukisubscribe utakuwa umeshakuwa na familia yetu na chochote kizuri ambacho kitakuwa kikihappen basi utakuwa wa kwanza kufikia. Lakini nakukumbusha tuko kwenye ziara ya kampeni, tuko naye kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaingia chaka tu chaka kwa ajili ya kwenda kuzungumza na Watanzania, kwenda kuambia sera zake endapo atachaguliwa Oktoba 29 mwaka huu, anakwenda kuwafanyia nini Watanzania.